Amjambo watazamaji wa runinga mwipendayo ya New Mafunzo New Curriculum. Leo ikiwa tarehe 27 mwezi wa 9, ningependa tu tuanze baadhi ya yale ambayo nimewaandalia siku ya leo. Bado ile hali ya mkurupuko wa COVID-19 bado unazidi kuendelea, na leo nisingependa tuegemee sana sehemu hiyo. Ningependa twende moja kwa moja, ingawa kabla sijatoka hapo ningependa kusema maambukizi hapa Kenya yamefikia 37,700 na kitu, na wale idadi ya watu ambao wameaga dunia imefikia 690 hivi. Lakini hayo kando, hebu tuende katika mikakati ya ufunguzi wa shule. Kama vile unavyojua, serikali, washikadau mbalimbali akiwemo waziri wa elimu na wengineo wana maoni kwamba hivi karibuni tutakuwa tunafungua shule katika muhula wa pili, na serikali na wizara ya afya kuna ile mikakati wameweka ili kuona ya kwamba wale wanafunzi hasa watainiwa wataingiwa kwanza, maana shule zitafunguliwa kwa awamu. Awamu ya kwanza ni wale watainiwa ambao wanafanya mtihani wa KCPE, ili hali wale ambao wanafanya mtihani wa kidato cha 4, bila kuwasahau wale wanafunzi ambao ni wa mtaala mpya ambao ni grade 4. Kwa hivyo leo ningependa tuangazie tu baadhi ya masharti ambayo yamewekewa shule kutimiza kabla ya shule kufunguliwa, na kuna minong'ono kwamba tarehe ya ufunguzi pengine itakuwa tarehe 5 mwezi wa 10. Tukiendelea hivyo hivyo tu, alafu watuanze na watainiwa, wale wengine wafuatilia hapo nyuma. Kwa hivyo tuangalie baadhi ya masharti ambayo yamewekewa shule. Shule zinastahili kutimiza masharti kadha wa kadha, na ningependa tu niyapitie kwa kifupi. Juma lililopita niweza kupitia, lakini kwa sababu hilo ndilo jambo ambalo linagonga vichwa vya habari, ni muhimu sana kuyapitia ili wale ambao wanatazama runinga hii waweze kuyakariri na kuyafuata, na pia kuwapasha wale ambao pengine. Na kabla sijasahau, ninganakusii ewe mtazamaji wa runinga hiyo ipendayo, na kusii ujiandikishe na kuionea na kujifunza mengi katika runinga hii yako ipendayo. Kama Keng'engo wanasema, please subscribe and read more concerning what I'm teaching in this channel. Kwa hivyo sasa turudi pale katika masharti ya kutimizwa na shule. Kila shule inastahili kuwa na maeneo mbalimbali ambayo yamewekwa maji ambayo yanatiririka, na hayo maji pia yao kuwe na sabuni pale karibu, kuwe na viowezi, barakoa. Tunajua baadhi ya wazazi watanunulia watoto wao barakoa, na pia wizara ya elimu imesema ya kwamba pengine wanaweza wakapeana baadhi ya barakoa. Lakini muhimu sana wewe kama mzazi hakikisha ya kwamba mtoto wako haendi shule bila barakoa. Pia shule zinatakikana kutenga vyumba, kila shule itenge chumba cha kuwatenga wale watu ambao wanaonyesha dalili za COVID-19, na hali kadhalika iwe na kijisanduku cha huduma ya kwanza, first aid kit box, na pia kuwe na vifaa vya kupima joto. Serikali pia inasemekana pia itasaidia, na mashirika pia wanaweza wakasaidia shule, lakini shule ihakikisha ya kwamba iko na vifaa vya kupima joto pale katika lango la shule. Pia ikumbukwe ya kwamba wizara imesema ya kwamba wanafunzi wakati wa kula kishuka ama tuseme kiamsha kinywa na kadhalika, zile shule za mabweni, wanafunzi watakula kwa zamu. Pale bwaloni wanafunzi wote wataingia, manake baadhi ya shule ziko na idadi kubwa ya wanafunzi. Kwa hiyo wale wanafunzi wataingia kwa zamu, na pia hakuna kutumia sahani ama vijiko kwa pamoja. Kila mwanafunzi anastahili kuwa na kijiko chake au na sahani yake, manake hii ni katika ile hali ya kupunguza maambukizi. Na pia ikumbukwe ya kwamba wakati tunapoanza muhula wa pili, idadi ya wageni kuja shuleni bila shaka itapigwa msasa. Tuhakikisha kwamba wageni hawaji kwa wingi, manake hii yote ni katika ile mikakati iliyowekwa na wizara na serikali kuona ya kwamba gonjwa hili hatari kubwa ambalo lazidi kutesa na kuua watu wengi kule ughaibuni aliwezi likavamia watoto wetu. Unajua shule ziko na idadi kubwa
ya wananchi. Idadi kubwa ya wananchi wa Kenya ni hao watoto wa shule. Kwa hivyo serikali inachukua tahadhari sana kuona ya kwamba kila kitu kiko shwari. Naam, tukigeukia upande wa wanafunzi nao wanatakana watimize yafuatayo. Ikumbukwe ya kwamba pale langoni wazazi watawasindikiza watoto mpaka pale langoni. Ingawaji pia kuna kile kizungumkuti pale. Kuna baadhi ya wanafunzi ambao wanafika shuleni mapema. Mimi nikiwa mwalimu nimeshuhudia hayo. Kuna wale wanafika shuleni majira ya saa 11:30 pale. Sasa sijui hili swala pia itabidi ijadiliwe kwa mapana na marefu, manake inasemekana wanafunzi wakifika pale darasani ulangoni itabidi wao wamevalia barakoa, wapimwe joto la mwili, alafu wapokelewa na walimu, hususan wale watoto wachanga wapokelewa na walimu wao. Na ikumbukwe pia pale kwenye lango pia walimu na wafanyakazi wa shule wanastahili pia kupimwa hali zao za joto, na hakuna mtu ataruhusiwa kuingia mle ndani ya shule bila kupimwa, valia barakoa, nawa mikono, kutumia viowezi na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Halikadhalika pale katika lango la kuingia shuleni ama gate, wanafunzi wa chekechea watapokelewa na walimu wao, na pia wahakikisha kwamba wanafunzi wako sawa, wamenawa mikono, wameweka viowezi, na hali kadhalika waandamane nao kenye hadi katika madarasa yao. Wanafunzi wa chekechea kama ilivyokuwa hapo awali hawataruhusiwa, ama wale watoto wa malezi wale hawataruhusiwa kulala pale shuleni tena. Inasemekana pia pale madarasani ule umbali wa mita 1.5 utazidi kuzingatiwa. Wanafunzi pale madarasani mwao watakaa umbali wa mita 1.5, na hilo ni jukumu la walimu, na ndiposa kuhakikisha kwamba hamna maambukizi. Ndio maana umeona walimu hiyo kesho lazima wafike shuleni waanze kufanya mikakati kama hiyo, na ili waone madawati yatapakwa vipi, ule umbali uko pale na kadhalika na kadhalika. Na mambo mengine kama watoto wadogo pia itakuwa ni lazima kama ibada waongozwe na walimu wao hadi misalani, na pia wanapoelekea misalani wasiende wakiwa wengi sana, wagawanywe, wanaweza gawanya makundi ya watoto waine, na pia mwalimu wao aandamane nao kenye. Kwa hivyo hakuna ule wakati watoto wadogo kama hao wataachiliwa kwenda msalani wakiwa peke yao. Kwa hivyo wakati huu walimu wako na jukumu kubwa, na si walimu wa madarasa chini, pia hawa walimu wote kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 8, kila mwalimu atajukumika, hata shule za upili na kadhalika. Hawa watoto watajukumika. Mkumbuka mtoto ni yule tu, ukimwachilia utasikia amefanya haya ama yale. Na pia ikumbukwe pia serikali imesisitiza kwamba hakuna gwaride wakati uno na kufungua muhula wa pili, na badala ya gwaride ya shule nzima kutakuwa na gwaride za madarasa. Manake madarasa ni idadi ya wanafunzi wachache, na hizo zitafanyika pengine kule uwanjani badala ya kukongamana mahali pamoja. Hilo pia litaweza kusababisha hali ya kuambukizanaji. Pia hakuna somo la uogeleaji ama kupiga mbizi, hilo limepigwa break kwa sasa hadi wakati hali itakapokuwa shwari. Na pia hakuna kualika shuleni jirani, hakuna kualika shule jirani zie katika shughuli mbalimbali. Kwa mfano, walika shule hii na hii na hii, moja kongamana pale shule kwa minajili ya kufanya mijadala, mambo ya michezo, mambo ya sarakasi, mambo ya kuimba na kadhalika, mashindano ya kuimba na kadhalika. La hasha, hilo limewekwa kikomo. Na wazazi kuondoka mara moja, baada ya wazazi kufikisha watoto pale shuleni, waondoke mara moja na warudi, kusudi tusipunguze ile misongamano, na wanafunzi kutangamana. Wanafunzi kutangamana pale uwanjani wanapocheza, hilo basi halitakubaliwa. Kwa hivyo sasa pale uwanjani itakuwa ni shughuli ama kazi kweli kweli, manake wanafunzi itabidi kule kucheza na kadhalika huko hakutafanyika. Watoto wadogo hawatala shuleni, hali kadhalika hali kadhalika tuhakikisha kwamba kuna mzunguko wa upepo pale darasani. Madarasa yawe na madarasa yenyewe madirisha yakae yamefunguliwa ili kuona ya kwamba kuna upepo wa kutosha pale ndani. Maana upepo utasaidia pia ile hali ya kama kuna uchafu wote ule utoke.
na ningependa wananchi wa Kenya tuendelee kuyatimiza na kuyatekeleza masharti haya, manake tukizingatia hayo ndipo hasa tutaweza kulifukuza ili gonjwa la COVID. Asanteni sana na Mungu awabariki. Muwe na juma jema.